Kama tayari umefika mpaka katika video hii ya leo kwenye playlist yetu hii, nikwambie tu kuna uwezekano mkubwa sana na wewe ni miongoni mwa wale ambao wanajifunza coding, wanajifunza programming. Maybe pengine na wewe umekuwa unakwamishwa na baadhi ya vitu. So acha nikupatie leo ukweli ambao watu wengi wamekuwa hawapendi kusikia. Unajua tatizo mara nyingi sio akili yako. Tatizo ni namna ambavyo unajifunza. Na kuna makosa machache ambayo karibu kila beginner huwa anayafanya makosa hayo. Wengine kwa kujua, wengine kwa kutokujua. Sasa kama na wewe ni miongoni mwa watu hao, ningeomba uweze kurekebisha makosa hayo. Ili basi usiwe tu ni mtu wa kuzunguka bila ya progress yoyote, bila ya kupiga hatua. Labda tuanze na kosa la kwanza ambalo beginners wengi huwa wanalifanya. Ni kuweza kujifunza bila ya kuelewa msingi, ile basic. Watu wengi wanataka kuanza programming haraka na waweze kujua. Unakuta mtu anasema anataka kutengeneza AI, anataka kutengeneza apps, lakini hajui hata kompyuta inafanyaje kazi. Hajui hata kompyuta inavyoelewa kodi. Na ndio maana katika playlist hii, video ya kwanza kabisa tulianza na foundation, video ya pili tukaendelea, kwa sababu tunahitajika kuweza kuelewa hii misingi. Bila msingi, kila kitu utakiona kigumu tu. Kwa mfano, tuchukulie ni kama vile unajenga nyumba bila ya msingi imara. Nyumba hiyo muda wowote inaweza ikaanguka. Lakini kosa la pili ambalo beginners wengi wamekuwa wakilifanya ni kuweza kuruka language mbalimbali. Kipi ambacho nakimaanisha hapa? Unakuta mtu leo Python, kesho JavaScript, kesho kutwa anaona trend mpya, then na yeye anakimbilia huko. Mwisho wa siku unakuta mtu huyo hakuna kitu ambacho anakimaster. Na huu ni mtego mkubwa sana ambao beginner umekuwa ukiwakuta. Sasa ukweli uko wapi? Ukweli ni kwamba hauhitaji kuweza kujua language nyingi ili uwe mzuri. Nope. Unachohitajika ni kuweza kuelewa language moja, lakini uielewe vizuri sana kiundani. Then utaona automatic language nyingine zinafuatia wenyewe. Lakini kosa la tatu ni kuweza kukaa kutazama tutorial peke yake. Kipi nakimaanisha? Hii ni hatari kuliko vile ambavyo tunafikiria. Tumekuwa tukizoea tukijifunza kwa kupitia video, tunaangalia video, tunaelewa. Lakini inapokuja wakati wetu wa kujaribu kufanya sisi wenyewe, tayari tunajikuta programming inaanza kuwa ngumu. Kwa nini? Nikwambie tu, programming sio kuweza kutazama tu. Programming ni kuweza kupractice, kufanya. Unakaa miezi miwili kwa kuangalia tutorial bila kuandika kodi. Wewe unakuwa umeishia kujifunza theory tu na hauna uwezo wa kutengeneza kitu. Hauwezi kufanya. Na siku ambayo unajaribu kukaa mwenyewe unashindwa hata pa kuanzia. Hilo ni kosa ambalo watu wamekuwa wakilifanya. Lakini kosa jingine ambalo ni la nne ni kuweza kuogopa error. Beginner wengi wanaogopa error. Ni kosa ambalo unaweza kulichukulia masihara, lakini nikwambie tu beginner wengi wamekuwa wanaogopa error na wamekuwa wanachukizwa kweli kukutana na bug na error mbalimbali. Unasikia mtu anasema kodi ni ngumu, lakini nikwambie tu error ndio sehemu nzuri sana ya wewe kujifunza. Katika video zangu kwa nyuma nilikuwa nikiongelea jambo hilo wakati tunajifunza programming language mbalimbali. Unapopata error ndio muda wa kujifunza. Kila error ina message, inakwambia nini ambacho umekosea. So utakuwa ukijifunza kutokana na error ambazo unakutana nazo. Kama utakuwa na uwezo mzuri wa kusoma error, basi utakuwa ni programmer mzuri sana. Nikwambia tu programmer mzuri sio ambaye hafanyi makosa. Ni yule ambaye ana uwezo, anaweza kutatua makosa hayo. So hilo ni kosa la 4. Tukienda kosa la 5, katika kosa hili kidogo nataka uweze kutega masikio yako vizuri na unielewe. Watu wengi sana tumekuwa tunapenda matokeo ya haraka sana. Ni mindset ambayo imekuwa ikiua ndoto za watu wengi sana. Tayari wewe umeanza kujifunza, wiki moja tu unataka uanze kujua kila kitu. Kwa vile haufahamu, haujui, unakutana na errors, unaanza kukata tamaa. Nikwambie tu code ni skills kama skills nyingine. Na skills yoyote inachukua muda, hakuna shortcut. Kama utakuwa consistent, basi nikwambie tu hautaweza kushindwa kufikia kule ambapo unatamani kufika. Na ndipo ambapo wewe unayetazama video hii inahitaji uweze kufika. Usiwe mtu wa kukata tamaa. Jifunze siku baada ya siku. Siku hazitakuwa sawa, lakini endelea kujifunza, fanya, kuwa na consistency na utaweza kuona matokeo. Nataka ubadilishe namna ambavyo unavyoangalia kodi. Usifikirie kama kodi ni kitu ambacho kinahitaji watu wenye akili sana. Hapana. Fikiria kama ni mfumo inahitaji kujifunza, practice, consistency. Kama umefuatilia playlist hii kuanzia video ya kwanza mpaka hii takriban ya 5, una advantage kubwa kwa sababu tayari umeshaelewa foundation. Kuna vitu vingi sana umeweza kuvielewa kupitia playlist hii ambavyo ni vitu muhimu sana. Hatua inayofuata ni moja tu ya wewe kuweza kuchukua. Kama bado haujaanza, nikwambie anza.
Usisubiri uwe na kila kitu ndipo uanze. Anza kidogo kidogo. Jifunze, jaribu, fanya makosa, jirekebishe, utaona tu progress. Kama utafanya hivi, utaona jinsi ambavyo kodi ilivyo rahisi tofauti na vile ambavyo pengine awali ulikuwa ukifikiria. Na kila mmoja kumbe ana uwezo wa kujifunza kama atakuwa na mfumo mzuri wa yeye kuweza kujifunza. Sina la ziada, na hii nategemea ndio itakuwa mwisho wa playlist hii ndogo ambayo nimetamani kuweza kuitengeneza, kuweza kueleweshana baadhi ya vitu, kupeana elimu na tuweze kufunguana juu ya hivi vitu, namna gani ambavyo kompyuta inavyofanya kazi, programming, the way ambavyo tunavyoichukulia na vile ambavyo tunatakiwa sasa kuanzia sasa kuweza kuichukulia. So nategemea utakuwa umefaidika kwa njia moja ama nyingine. Share video hii na wengine waweze kujifunza. Weka basi hapo katika sehemu ya maoni, changia chochote kile. Una swali lolote pia uliza, kwa sababu kutokana na maswali mnayouliza ndio ambayo yanatupelekea sisi kujifunza vitu kama hivi na kuongeza uelewa juu ya haya mambo. Kwa hiyo unapouliza swali katika sehemu ya comment, hata kama nitakujibu kwa ufupi katika comment, kama ni kitu ambacho kinahitajika kuweza kukichanganua na kujifunza zaidi, nitakuwa nikitengenezea video kama hivi. Hii playlist imetokana na swali la moja ya mwenzetu ambaye alihitaji kuweza kujua namna gani hivi vitu vinafanya kazi. Na nategemea kwa njia moja ama nyingine nimeweza kumfungua kidogo na kumpatia ile picha nzima nyuma pazia jinsi hii process inavyokuwa, na mengi ambayo tumeweza kuyazungumzia yenye msaada katika safari yake ya kuweza kujifunza programming. Asante sana. Kama ni mgeni, hakikisha huondoki bila kusubscribe YouTube channel yangu. Tuwe pamoja katika kujifunza ili basi tuendelee kukua na kubadilisha mazingira yetu ambayo tuko nayo kwa kuweza kujifunza teknolojia na kuiapply katika shughuli zetu za kila siku, kutatua matatizo mbalimbali ambayo tupo nayo katika jamii zetu, yanatuhitaji sisi ndio ambao tutatue, sio kwenda kuwafuata watu wa mbali waje kuweza kututatulia. Tunapojifunza programming na kujua kompyuta inapofanya kazi, ni njia mojawapo ya sisi kuweza kutumia teknolojia kutatua changamoto zetu, matatizo yetu yaliyopo ndani ambayo yanaweza kutatuka kwa kupitia mifumo. Asante sana, tukutane wakati mwingine katika kitu kingine ambacho tutakuja kuongea na kujifunza hapa katika channel yangu ya YouTube.